Bwana, leo niko Mamba boda roundabout. Nataka nisikize maoni yao kuhusu ugavana wa Mombasa utakuwaje 2027. Sijui inakuwaje. Oya, wanakuita nani? Kwa majina naitwa Lamek Mianda. Kama mhudumu wa bodaboda Mamba roundabout, na nimekaa hapa kwa muda wa miaka 6. Unatokea mitaa gani? Mimi natokea mtaa wa Maweni. Ninaishi Maweni, ndio makazi yangu. Lakini nazaliwa kaunti ya Kakamega. Mzaliwa kaunti ya Kakamega. Safi sana. Sasa hapa Mombasa kuna farasi ambao wanaonekana wanakimbizana sana kuhusu ugavana. Kuna Mohamed Ali ambaye alikuwa ni MP wa hapa, mbunge wa hapa Nyali. Alafu sasa kuna Abdul Swamad pale, kuna kina Ali Mbogo, kuna Sharif Nasir. Vipi? Unaweza wazungumziaje hao pale 2027 tutakapofika? Mimi kwa upande wangu najua watu wote wanatafuta kazi kutoka kwa sisi wananchi. Na sisi wananchi ndio tunawaajiri kazi. Na mimi naweza sema kwamba Abdul Swamad kitu moja, yeye si ati hatumpendi, tunampenda sana kwa sababu ni gavana wetu. Lakini anafaa tambue hii Mombasa, kaunti ya Mombasa ina watu wengi sana na kabila mbalimbali. So kwa upande wake ama kwa utendakazi wake inafaa changanye kazi katika hizi kabila zote. Maana ukiangalia watu wengi sana, tukiangalia unapata kwamba katika ofisi yake nyingi watu wengi sana ama idadi nyingi ni Waswahili ndio wamejazana sana. Unapata sisi kabila zingine hatuna nafasi ambayo hata pengine tunaweza sema tukajivunia kama sisi wana bodaboda, tukasema hata tukitafuta nafasi tunaweza pata kwa urahisi. So tunaomba tafadhali mheshimiwa gavana kama anaweza tusaidia achanganye kabila zote, na sisi tutafurahia na kazi yake. Pili, salamu ni muhimu. Anapopita kwa mabodaboda mahali walipo, sisi atusalimie tu. Salamu ni muhimu, na salamu inaweza tufanya tukawa marafiki. Hata kile kitu chenye tunajua tunaweza fanya naye vizuri, tutafanya naye vizuri. Si lazima tukikuona tunataka pesa. Salamu ni muhimu. Hata jirani yako ukiishi naye, unaishi naye kwa sababu ya amani na upendo. Salamu pia ni muhimu. Na sisi tunaomba tafadhali kama mheshimiwa watu akipita atusalimie. Maana si angoje wakati wa kura peke yake ndiye anakuja kusalimia. Tukikombea kwa mheshimiwa wengine wakipita hapa mara nyingi wanashukisha kioo, wanatusalimia na wanapita wanaenda. Pia tunaomba kwake tafadhali, salamu ni mzuri na tunaipenda. Kwa hivyo Abdul Swamad waga yopita maeneo haya sana. Hii ndio barabara yake anapita kila siku. Wakati mwingine tunasimama hapa barabarani tukimshangilia, lakini hakuna siku anaweza shusha kioo. Lazima tu kama ni kuforce ndio unaweza ona, ama waheshimiwa wakati wanapita ndio utapata pengine anashukisha kioo anasalimia, lakini mara kwa mara anapita hapa lakini salamu hamna. Safi sana. Kuna mbunge wa hapa Nyali yaitwa Mohamed Ali. Naona na yeye pia amejitokeza kwamba yotaka kile kiti cha ugavana. Vipi, walizungumziaje hilo nani? Kwa upande wa Mohamed Ali, wajua farasi sisi tunaweza sema ni wawili. Ni gavana Abdul Swamad na Mohamed mbunge wetu ambao anamaliza kipindi chake ya muda wa miaka 2. Yeye tunaangalia kwanza, tukiangalia utendaji kazi wake ndiye itafanya tumpatie ama tusimpatie kulingana na utendaji kazi wake. Na sisi sasa hii hatuangalie kwa sababu ni mtu ako kwa chama ama ni vipi. Sisi tunaangalia utendaji kazi wa mtu, ndio itafanya sisi tumpatie kura zetu. Maana tukisema tukupatie kulingana vile ulivyo, wewe hatutakuwa tumekusaidia. Utendaji kazi wako ndio utakupatia kazi yetu. Lakini inasemekana Mombasa ni ngome ya ODM. Sasa nashangaa vipi Wiper itaweza kumtoa ODM ambaye ni Sharif Nasir ama haitaweza? Mimi naweza sema kwa upande wangu sasa tuangalie vya mama, siangalii chama. Mimi kwa upande wangu siwezi angalia Wiper, siwezi angalia ODM, siwezi angalia UDA. Naangalia wewe kibinafsi vile unavyofanya kazi. Mimi nakupa kurangu kulingana vile wanafanyia wananchi kazi. Na hiyo ndio itafanya sisi tuendelee maendeleo ya baadaye mazuri. Safi sana. Tukitoka na hizi nini za hapa Mombasa tunaenda kwenye siasa za juu kidogo. Jana nimeona Olkalau kumekuwa na zile wamepiga kura. Uliona ukoona? Mimi nimeona kura za Olkalau vile zimefanyika, na mimi kwa upande wangu naona wananchi sasa wameamua njia mzuri ambayo tunaweza fuata. Kwa sasa hatutaki kununuliwa kwa sababu sisi watu tunanunuliwa na tunaharibu kura zetu. Sasa hatutaki kununuliwa. Sisi tunataka tupige kura ya haki. Hata hakuna haja tununuliwe, nipewe pesa ndio niweze kupiga kura yangu. Wacha nipige kura kwa haki na inisaidie. Maana pesa utanipa leo shilingi 1000, nitakula kwa leo nitamaliza. Nimekununua wewe, umeenda na kula miaka yako yote. Utaenda kutarajirika kwa sababu ya kwamba hutakuja kunisaidia, utakuwa unaangalia pesa ambayo ulitumia ili unafaa uregeshe mahali imetoka. Sasa tunafaa tupige kura kwa haki na tusinunuliwe ndio tuweze kufanya maamuzi yetu. Hapana, tufanye maamuzi yetu kupitia kwa mioyo zetu ili tuweze kusonga mbele.
So ina maana kuwa wewe pesa kama zikija utazichukua, lakini kura utapiga utavote wisely. Kwa upande wangu pesa ikija siwezi kataa, kwa sababu ni mojawapo ya ushuru ambayo natoa. Ikija mimi nakula pesa yangu, ninaitumia vizuri, na wakati wa kura ikifika nitaangalia mali kura yangu itaenda. Mimi pesa sitakataa, ukinipa wewe sasa siwezi kataa kuchukua. Kura ikija nitaweka mali pazuri na ambapo inahitajika. Ama kweli wananchi wameamua. So hizo vipi kulingana na wewe, unaona vipi hiyo kupiga kura vile ambavyo walipopiga Olkalau ilikuwa ni ya haki na kweli ama kuliendelea na corruption pale? Mimi kwanza niweze kushukuru wananchi wa Olkalau kwa sababu ile kitu ambao walifanya kitu mzuri. Kitu ya kwanza walilinda kura zao, na hata pia sisi tumesoma mfano kwao, inafaa tulinde kura zetu. Ikifika wakati wa kura inafaa tulinde kura zetu. Maana ukiangalia sana wizi unatokelezea wakati ambapo vuruku inaanza na kura zinapitishwa zinawekwa pale. Nyinyi mnatania tumepiga kura vizuri lakini kura zimeibiwa. Sasa ni afadhali tulinde kura zetu, na walifanya vizuri. Kura sisi wenyewe wananchi ndio tutalinda. Si wa askari watulindie kura zetu. Na hapo ndio wizi huwa inatokea. Sisi wenyewe tutalinda kura zetu. So 2027 imefika hapa. Kuna Ruto hapa, kuna Matiang'i, kuna Kalonzo, kuna Gachagua. Utachagua nani? Kwa upande wangu siwezi kuambia nitajachagua nani katikati yao watu watatu, kwa sababu hata ukiangalia Rais Ruto mwenyewe vile anavyofanya kazi, hatuwezi sema ni mbaya, lakini wale ambao wamemzingira, viongozi wale ambao wamemzingira ndio hawezi kutufanyia kazi. Ndio maana tunamuita Ruto ni mbaya, kwa sababu ukiangalia mashinani ambayo inatoka Ruto hatajui mahali inaishi. Mbunge ndiye anajua, na gavana na wale MCA ndio wanajua mahali inaishi. Sasa kupitia kusema Ruto ni mbaya ni kwa viongozi wadogo ndio wanafanya tuite Ruto ni mbaya, kwa sababu yeye hata kuja siku moja kukutembelea mahali huko aseme ya kwamba sija kufanyia kazi. Wale viongozi ambao wamemzingira ndio watafanya kuwa sisi tuwaite wabaya. Hata wengine wakiingia kwa kiti, viongozi ambao watakuwa nao karibu wasipotufanyia kazi bado tutawaita tu ni wabaya. So mimi naomba wale viongozi ambao wako karibu na rais, wale ndio watufanyie kazi ili tuweze kumsifu rais aweze kufanya kazi vizuri. Na wasipofanya bado tutawaita tu wabaya. Na uamuzi ukifika nitaweka kura yangu mahali roho yangu inapenda. Nashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru pia kwa kunihoji. Asante. Asante.